Ni asubuhi ya leo katika viwanja vya kimataifa vya Abeid Amani Karume hapa visiwani Zanzibar. Ni wanafunzi watano ambao wanaanza safari siku ya leo ya kimasomo na kuelekea nchini Oman kwa ajili ya shughuli moja tu ya masomo ambayo yatakuwa yanasimamiwa na shirika la anga la duniani la NASA. Na wanafunzi hao kabla ya kuondoka na kuelekea nchini Oman wanazungumzia safari yao na nini ambacho kinachowapeleka huko. Kama hapa wanavyoanza kuzungumza. Hizi ni ripoti za Ayo TV pamoja na millardayo.com kutoka hapa visiwani Zanzibar. Mimi ni Said Tizday. Wanafunzi wa mwaka wa 4 kutoka chuo cha Karume Institute of Science and Technology ambaye ninasomea uhandisi wa matengenezo ya ndege, yani aircraft maintenance engineering. Mimi ni mmoja wa wanafunzi ambao tumebahatika kwenda kushiriki katika mashindano ya NASA Space Challenges Hackathon ambayo yatafanyika Muscat, Oman. Mashindano hayo ni mashindano ambayo yanatokea kila mwaka, yako chini ya udhamini wa NASA. Sisi tumechaguliwa kwa sababu tulishiriki katika project mojawapo ya NASA ambayo inafahamika kama International Solar Research Campaign. Project hiyo ilianza kuanzia mwezi Juni mpaka Julai, ambao wanafunzi baadhi walichaguliwa kutoka vyuo mbalimbali hapa Zanzibar kushiriki, na tuligain mambo mengi sana, especially ideas nyingi kuhusu astronomy, anga na space kwa ujumla. Kutoka kwenye hiyo project ndo ilipopatikana sisi watano, na kutokana na usimamizi na sponsorship wetu kwa ujumla na NASA, ukijumuisha pia na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wametupa nafasi hii ya kwenda kushiriki katika mashindano hayo ya hackathon huko Oman. Kingine pia mashindano haya yatatujenga sisi na yatatupa sisi nafasi ya kushiriki kivitendo zaidi. Hapo awali tulikuwa tunajua astronomy na mambo ya anga, lakini ki-idea zaidi. Lakini tunapoenda huko na project ambayo tumeifanya International Solar Research Campaign, inatujenga zaidi tujue astronomy ki-practical zaidi na tujue zaidi mambo ya anga. Kingine pia tutakaporudi kutoka huko tutakuwa tumeshajijenga ki-practical, lakini tutabidi tushare ideas zetu kwa wenzetu, wanafunzi wenzetu vyuoni na society kwa ujumla kuhusu masuala ya anga, ya nyota, ya mwezi na kila kitu ambacho kinazunguka anga yetu. Ni jambo la kujifunza na kupata ideas mpya ambayo awali hazikuwepo katika nchi yetu kwa ujumla ya Tanzania. Lengo lake ni kuanzisha utalii wa mambo ya anga katika fukwe za Zanzibar, na pia tuna lengo kubwa pia kuzidi kuzalisha vijana mbalimbali ambao watakaokuwa wako vizuri katika mambo ya anga. Tunashukuru Mungu kwa Zanzibar ni miongoni mwa nchi ambayo itashiriki international peke yake kwa Oman, kwa sababu tunaenda kushiriki na wanafunzi ambao ni local wa Oman, lakini Zanzibar ndo nchi pekee ambayo international ambayo imepata nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki mashindano hayo. Na pia tunashukuru kwa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuweza kutunga mkono katika safari hii na kuweza kuwa bega kwa bega na sisi hadi kufikia hapa, na bado aliahidi kuwa atatuunga mkono kwa kila hatua ambayo tunaelekea. Na mbali na hayo, tunajivunia pia kuwa amesaidia kutujengea hanga katika chuo chetu cha Karume Institute of Science and Technology. Mbali na hizo pia kuna workshops mbalimbali ambazo zinaendelea katika ujenzi sasa hivi, na tunategemea inshallah ndani ya mwaka huu zitakamilika, pamoja na vifaa mbalimbali ambavyo vitatusaidia sisi katika kuendeleza zaidi katika elimu yetu. Kwa kweli ni nafasi haijawahi kutokea nafasi kama hii ya wanafunzi kwanza kushiriki katika NASA program, na ni mara ya kwanza kufanyika program ya NASA Tanzania na imefanyika hapa Zanzibar, na hii yote ni jitihada ya Mheshimiwa Rais. Amefanya jitihada kubwa sana ya sisi mpaka kuwa siku hii ya leo hapa. Lakini tukizungumzia kwamba faida gani ambayo tutaenda kupata na tutarudi nayo, faida kubwa ambayo tutaenda kupata ni kwamba tutaenda kujifunza zaidi kuhusiana na masuala ya anga na astronomy kwa ujumla, ambayo sisi kama wanafunzi tutakuja kurudi hapa nyumbani kuja kuwaeleza wanafunzi wenzetu juu ya jinsi gani masuala ya anga yanavyokuwa, ili kuweza kupata wataalamu zaidi hapo baadaye kuja kulisaidia taifa. Ni matarajio yetu uwekezaji huu ambao tunauweka katika elimu wa Dr. Mwinyi, tutafikia kipindi tutatoa mabingwa wengi ambao tunaweza hata kuuza nje ya nchi. Kwa mfano, matokeo ya mara hii ya form 6, zaidi ya 90% wanafunzi wanaweza kujiunga na vyuo vikuu. Na hawa vijana sasa wana uwezo, wana akili, kwa sababu wameandaliwa mazingira mazuri. Serikali imetafuta walimu, serikali imetafuta vifaa, na sasa inatupa changamoto hata kutanua vyuo vikuu vyetu.
Sasa vipi, kwa nini tunaweza kuuza nje? Ni kwa sababu tunaweza tukafika kipindi tuna wataalamu wa kutosha kama hawa wa NASA wanaoenda kwa Marekani. Hawa wanaweza kuajiriwa katika nchi mbalimbali kwa ajili ya kutoa huduma, kwa mfano management ya satellite au masuala ya anga kwa ujumla wake, sio tu kwa Zanzibar. Haya ni mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 8 inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi ya kuwekeza kwenye sayansi na teknolojia, na sasa vijana wetu wamedhihirisha kwamba na uwezo kwenye sayansi na teknolojia. Nchi nyingine sasa hivi wanaweka satellite zao angani. Sisi Zanzibar hatuna satellite yote kwa sasa hivi, nadhani na Tanzania, lakini kwa kupitia vijana hawa na wengine sasa tunaweza kuwa na wataalamu ambao wanaweza kuja kumanage satellite za nchi. Kwa hiyo Zanzibar inaenda kuandaa kundi la wataalamu ambao hawapo wengi kwa sasa hivi, ambao hawa baadaye watakuja kusaidia sana kujenga maendeleo ya nchi yetu ya Zanzibar.